Karibu sana mtazamaji wa Manyuzi TV katika upande wa kufahamu mambo ya teki hii leo. Bwana, kuna announcement ambayo imetoka katika YouTube platform inayoelezea mabadiliko ya kuhesabu viewers katika short videos pamoja na long videos katika YouTube channels. Kupitia message hiyo ambayo imetumwa katika email za creators wa YouTube. Message hiyo imehusisha tarehe rasmi ambayo yataanza mabadiliko haya, na moja kwa moja utaanza kupokea features hiyo mpya ambayo itakuwa ikicount kiasi cha viewers katika YouTube yako. Mabadiliko haya yanazungumzia nini na ni vipi itakuwa inaleta matokeo mazuri katika video zako, ama utofauti na vile ambavyo tulikuwa tunaitumia YouTube hapo mwanzo YouTube ilikuwa ikihesabu viewers kwa sekunde ambazo utakuwa ukitumia kuangalia hiyo video. Endapo utakuwa unatazama video ya mtu katika mtandao wa YouTube ukazidi sekunde zaidi ya 3, ndipo itamuhesabu huyo mtu kama viewers mpya katika hiyo video yako. Ila kwa sasa hivi itahesabu mtu endapo tu atakuwa ameitouch hiyo video na kuwa ni mmoja kati ambaye amehusika kuibonyeza hiyo video, itamcount kama viewers. Hapo mwanzo tulikuwa tukiona viewers wachache katika video zetu, ni kutokana na kwamba videos zilikuwa zinahesabu dakika zaidi. Mtu ambapo atakuwa ameingia katika video yako na kustiki katika hiyo video itamhesabu kama viewers. Lakini kwa sasa endapo tu mtu atahusika kubonyeza hiyo video, hata kama ikiwa kwa bahati mbaya, basi mtu huyo atahesabika kama ni viewers katika hiyo video yako. So tutarajie kuona video zikiwa zina viewers wengi tofauti na hapo mwanzo. Na swala hili vipi katika upande wa monetization program, kwa sababu viewers watakuwa ni wengi zaidi tofauti na mwanzo. Vipi kwenye upande wa monetization? Je, kiasi cha pesa kitakuwa kikiongezeka kwa creators wa YouTube? YouTube wameannounce ya kwamba monetization program zitabaki kama zilivyo mwanzo, kwa kuwa monetization program huhesabiwa kiwango cha pesa kutokana na engagement pamoja na watch time hours, na sio kwa viewers wa kawaida. Engagement ni mtembeleaji mpya kuiangalia hiyo video na kisha kucomment pamoja na kushare, na watch time hours ni kuitazama hiyo video kwa muda mrefu zaidi ya dakika 8. Mapato pia huhesabika kwa njia hiyo. Tarehe 24 ya mwezi huu wa 8 2026 ndipo mabadiliko haya rasmi yataanza na yatakuwa yamekuwa applied katika YouTube platform all over the world, ikiambatana pia na terms and conditions ambazo zimewekwa na YouTube ambazo zitakuwa applied mwaka 2027 tarehe 1. Kwa wale ambao walipata ujumbe huu na tayari wameconfirm hizo terms and conditions ambazo zitakuwa zikiapply katika mwaka 2027, utaendelea kupokea mabadiliko mengine mnamo mwaka 2027 kutokana na terms hizo mpya ambazo zitakuwa applied katika mwaka huo. Hii ni Manyuzi TV, endelea kufuatilia kwa kupata updates mbalimbali zinazohusiana na masuala ya tech kama haya, michezo, burudani pamoja na masuala ya